moja baada ya mkasa wa moto katika shule ya wasichana ya utumishi kule Gilgil, kaunti ya Nakuru, uliosababisha vifo vya wanafunzi 16. Leo hii baadhi ya wanafunzi wamehangaika pakubwa wasijue hatma ya wanao, huku wakilalamika kuzungushwa mwendo mrefu kutoka shule hiyo hadi makafani ya hospitali ya rufaa ya Naivasha kwa zaidi ya kilomita 30 kutoa sampuli za DNA. Mike Chalo ana mengi zaidi. Kwa baadhi ya wazazi ilikuwa ni mahangaiko kwa siku ya pili hapa katika shule ya wasichana ya utumishi, wengine wakiomboleza wasijue walipo wanao kwa muda wasipate wa kuwapa taarifa. Hata wale ambao wanao walikuwa wamezuiliwa kwa mahojiano ya kubaini chanzo cha moto, wakitaka tu kujua hali ya wanao. Wamekuja wakasoma majina, wakatuambiwa tukue katika vikundi vitatu. One group ni ya wale watoto wao wamezuiliwa hapa so that they can assist in investigation. The second group ni ya wale already wanajua watoto wao wamewaacha. Kikundi cha tatu ni wale hawajui mahali watoto wao wako. Aidha, wazazi waliofika katika makafani ya hospitali ya Naivasha kutambua mili walipata wakati mgumu baada ya kurejeshwa kwenye shule ya utumishi kupeana chembechembe za DNA. Unfortunately, wakati tulipika huko ni kama program ilichange kidogo, tukaambiwa DNA haiwezi fanyika huko, inapaswa tufanyiwe hapa kwa shule. So ikabidi niendelee na safari yangu nikuja mpaka hapa na ndio mahali tumefanyiwa DNA. Familia moja ya Kiislamu kwa sasa ikilazimika kukiuka itikadi za mazishi ya Kiislamu na kusubiri kwa siku 4 ili kutambua mwili wa mwanao baada ya uchunguzi wa DNA kufanyika. Sisi Waislamu hatuwezi ongojea hivyo, na sijui ni tunataka tuharakishiwe ndio tupate hiyo mwili. Hata baba amesafiri kutoka mbali. Hiyo siku 4 ama 6 ni mzito sana kwetu, lakini pia hiyo haimaanishi tuvunje utaratibu na mikakati ya serikali. Kwa siku ya pili mtawalia imekuwa ni panda shuka ya mahangaiko kwa familia zilizofiwa katika shule hii, kwa sasa wakilazimika kusubiri kwa siku 4 kupokea matokeo ya DNA ili kutambua mili ya wanao. Mike Chalo, Gilgil, kaunti ya Nakuru.